Kwa majina naitwa Salum Halfan Salum, ni meneja wa kiwanda cha pamba kinatambulika kwa jina la BioSustain Tanzania Limited, chenye makao yake makuu hapa mkoani Singida na ina kiwanda kingine katika mkoa wa Simiyu katika wilaya ya Meatu. Kimsingi msimu huu wa kilimo tumeamua kuongeza hamasa katika mkoa wa Singida kwa maana ya kuleta matrekta takriban 20 kwa ajili ya kuwalimia wakulima. Mkakati wetu mkuu ni kuhamasisha swala la kilimo cha pamba kwa maslahi yake mazima na uwezekano wa kumpatia mkulima kipato kizuri, kwa kuwa tunaamini mbele ya usimamizi mzuri na kufuata kanuni za kilimo kwa mkulima anaweza akapata tija na mavuno mazuri na kipato kizuri, kupelekea kipato cha mkulima pamoja na kipato cha serikali kupitia halmashauri. Kwa mwaka huu tumehamasisha katika mkoa wa Singida kwa kiwango kikubwa. Tumeleta trekta hizo na tunawalimia wakulima kwa bei ya chini, kwa maana 35,000 badala ya 60,000 mpaka 70,000 wanazochajiwa, ili kuongeza ulimaji wa zao la pamba katika mkoa wa Singida. Kimsingi maeneo yapo katika mkoa wa Singida na wakulima wapo, lakini tunajitahidi kuweka mikakati mbalimbali ikiwepo pia kuwapa mbegu kwa wakati kupitia bodi ya pamba, na tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan katika kuongeza mikakati mbalimbali ya kumsaidia mkulima kupitia Wizara ya Kilimo na kupitia bodi ya pamba. Kwa hiyo sisi pia tuko kwenye mwendelezo wa kuhamasisha kumsaidia mkulima apate kuongeza tija katika zao lake la pamba kwa ekari, kwa kuleta mikakati mbalimbali ikiwemo pia kuleta maafisa ugani ambao wanawahudumia wakulima. Nitumie fursa hii kuwaambia wakulima, sisi makampuni ya pamba tupo kwa ajili ya biashara ya pamba. Tunaingia katika mikakati pia kushirikiana na mkulima shambani ili kuonyesha umuhimu wa zao na pato zima la taifa letu. Kwa hiyo tunawasihi wakulima, na nitumie nafasi hii kuambia pia wakulima waliopewa mbegu wazingatie, wale wote ambao wanapewa mbegu wazipeleke shambani, wasitumie mbegu za pamba kwa matumizi mbadala, kulisha mifugo, kwenda kukamua mafuta. Tupeleke shambani ili tupate mbegu zingine. Chakula cha mifugo tutakipata baada ya uchakataji wa pamba inayotoka shambani. Mbegu tuitumie kama mbegu katika uzalishaji wa zao la pamba ili mkulima aweze kupata kipato kizuri na serikali zetu ziweze kupata mapato kwa ajili ya kutuhudumia sisi wananchi. Kwa jina naitwa Said Ramadhani Memba, mkulima wa kijiji cha Mnang'ana, kata ya Sepuka, wilaya ya Ikungi. Mimi ni mkulima. Tumeona kuna fursa katika zao la pamba kwa sababu hapa katika wilaya ya Ikungi zao ambalo liko limezoeleka ni alizeti, lakini baada ya kupata ruzuku, kilimo cha ruzuku, sisi tulikuwa tunafikiri labda pengine mbegu tu, lakini baada ya kampuni ya BioSustain kusema inatulimia kwa ruzuku badala ya 70,000 ikakubali kutulimia kwa 35,000. Sasa tukifanya mahesabu, hekari moja kima cha chini inatoa kilo 800. Kilo 800 za pamba kwa 1,500 ni maradufu ya alizeti. Alizeti sisi hapa tunapaka katika heka gunia 5. Ukifanya hesabu imeachwa mbali kidogo. Kwa hiyo sisi shukrani zetu ilikuwa tunaomba hii kampuni ya BioSustain serikali ishike mkono, kwa sababu inashuka moja kwa moja kwa wakulima. Mimi ni mkulima hapa na shamba langu hili hapa, na ndio nalimiwa kweli 35, na mbegu napewa bure, pembejeo bure na madawa natapewa. Sasa hivi nikuja kutembelewa na bwana shamba, akaniambia ataleta dawa sumu ya kupiga hizi ambazo zimeanza kuota, lakini kuna changamoto ambazo nimeziona kama mkulima. Ilikuwa tunaiomba kampuni ya BioSustain, bwana shamba anakuwa ana eneo kubwa. Kwa mfano bwana shamba wetu huyu anatoka Igombo na vijiji vingi. Ni bwana shamba wapi, wa kata wa nini? Bwana shamba huyu wa kampuni. Huyu ni wa kampuni anayetuhudumia sisi. Kwa hiyo anakuwa ana maeneo makubwa. Alipokuja kunitembelea wakati nalima, akarudi Igombo na vijiji vingi. Kwa mfano kipata changamoto ya wadudu, na sasa hivi hiki kilimo huku tunakihuisha, anatakiwa afike shambani ananiambia mistari hivi napanda kwa ngapi na mistari hivi. Sasa ilikuwa tunaomba kila kijiji ikichangamka kidogo ile zao
bwana shamba awepo kila kijiji. Lakini shukurani zetu, hili jambo ya bustani hajafanya kwa maneno, amefika kwa walaji moja kwa moja. Kwa jina naitwa Ramadhani Mohamed Kitifui. Mimi ni mkulima wa kijiji cha Mnang'ana. Mimi ni mkulima wa pamba. Naishukuru kampuni hii ya bustani kwa kutuletea trekta kwa bei ya ruzuku ili mkomboe mwananchi kwa ajili ya zao hili la pamba. Na zao hili la pamba kusema kweli lina kipato kikubwa kuliko hata alizeti. Na tulikuwa tunashindwa kulima hapo awali kwa sababu ya ughali wa bei ya trekta. Tulikuwa tunalimiwa kwa shilingi 65,000 mpaka 70. Lakini hawa wametuletea kwa bei ya shilingi 35,000. Tumeshukuru sana hii kampuni. Na kweli hata wananchi sasa hivi watakuwa na kishawishi kikubwa cha kulima zao hili la alizeti. Pamoja na kutupunguzia bei ya trekta 35,000 na mbegu wametupa bure pamoja na dawa viuatilifu. Kwa hiyo tutapiga viuatilifu pamoja na yale mabomba ya kupigia dawa. Asante ndugu mtangazaji, mimi jina langu ni Yahaya Ramadhani Hamisi. Ni mkazi wa kijiji cha Mnang'ana. Ni mwenyekiti mstaafu wa Mnang'ana AMCOS, mwenyekiti mstaafu wa Sifaku, makamu mwenyekiti mstaafu wa TANCOP. Kwa sasa ni mkulima wa kijiji cha Mnang'ana, nalima pamba kama mnavyoiona, na miaka kama 8 hivi nikilima pamba. Nimeona faida yake, nimeziona changamoto zake kwa kipindi chote cha nyuma. Moja ya changamoto ilikuwa ni ukosefu wa zana za kilimo, trekta. Mwaka huu kampuni ya Biosustain imetuletea trekta mpya kabisa ambazo tunalima kwa bei punguzo, shilingi 35,000 kwa heka moja. Na kwa hapa kijijini watu wengi wamejitokeza, wameridhia. Ni mfumo rafiki ambao unasaidia kwenye kumsaidia mkulima. Sio wote wanakuwa na uwezo. Kwa hiyo tunaishukuru. Awali ilikuwaje? Awali ilikuwa tunapambana tu hivi kwamba shilingi 50,000, 70, kama hapo unakuja kubomoa mbuga inakuwa shilingi 70,000. Sasa hapa shilingi 35,000 ni nusu nzima. Kwa hiyo ni nzuri sana na tunawashukuru kwa sababu ni moja ya hatua ya kuunga mkono serikali kwenye kusaidia wakulima. Kuna kitu kinaitwa BBT, jenga kesho iliyo bora. Hawa wamekuja wameanza. Kwa hiyo kijiji cha Mnang'ana kwa ukanda huu sisi namba 1 tumeanza. Tuna wakulima wengi, lakini pia tunaomba na serikali kwa ngazi zote watusaidie pale tunapohitaji utaalamu. Kama hivi kampuni wametoa wataalamu wao, mbegu tunapata, morasisi kwa maana ya kuua wadudu tunapata, magunia ya kuvunia tunapata, na bei nzuri tunapata. Kwa mfano, miaka hii yote pamba ilianzia shilingi 900 ikapanda 1,200. Kwa mwaka jana mimi nimeuza kilo moja shilingi 1,500. Sasa ukizalisha vizuri, ukilima vizuri, kuna uhakika wa kupata zaidi ya tani moja kwenye heka moja. Kifanya mahesabu inalipa. Kwa ni kwanza zao la pamba linahitajika huko duniani, ni muhimu. Mazao yote muhimu, lakini pamba ina upekee. Ndio maana ina bodi ya pamba. Kwa tunawashukuru serikali, tunawashukuru kampuni kwa kutusaidia.